Naam, tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, leo katika historia ya kanisa, naomba tuweze kupitia katika jinsi mfalme Henry wa 8 wa Uingereza alivyoanzisha kanisa la Kianglikana. Kabla yote ni kuombe usubscribe hapo, kisha tuweze kuendelea na simulizi hii. Mwaka 1527 Henry wa 8 mfalme wa Uingereza alimuomba Papa ampatie talaka katika ndoa yake na Katarina wa Aragon, na baada ya Papa kukataa, hapo Henry akajitenga na Roma, akajitangaza mwenyewe kwa sheria kama kichwa cha kanisa la Uingereza. Ilikuwa mwaka 1535. Waliokataa kuapa kiapo cha utii juu ya sheria hiyo, tunaambiwa wote waliuawa, kama vile Mlei Thomas More na Askofu John Fisher. Baada ya kufa kwake Henry, mtoto wake Edward aliyekuwa bado mdogo aliwekwa kuwa mfalme mwaka 1547 mpaka mwaka 1553. Wakati wa utawala wake, Waprotestanti ambao zamani katika ufalme wa Henry hakuwataka, walienea katika nchi. Baada ya kufa kwa Edward, Mary mzaliwa wa kwanza kwa Henry aliwekwa kuwa malkia mwaka 1553 mpaka mwaka 1558. Ndiye aliyerudisha tena kanisa Katoliki na imani na pia marekebisho yake. Kwa bahati mbaya alikufa mapema. Hapo Malkia Elizabeth wa kwanza alifuata mwaka 1558 mpaka 1603. Akalitenga tena taifa na Roma. Aliwaondoa maaskofu wa Katoliki, akatangaza kanisa la Kianglikana. Kwa vile kanuni 38 baadaye 39 zilifika, zilizounganisha mawazo ya Kiprotestanti na ya Kikatoliki, kwa mfano uaskofu lakini bila upapa. Tangu wakati huo, hali hizi mbili ziliunganishwa kwa namna mbalimbali katika kanisa la Kianglikana. Asante mpendwa mtazamaji, ulikuwa nami hapa St. Paul Online Media.